Mtazamaji, kama nilivyoeleza ni kwamba sehemu yetu ya ukumbi leo tunaianza mapema, na ni kwa sababu pia tuna masuala muhimu ya kuzungumzia, haswa kuhusiana na elimu katika taifa hili. Bado kuna masuala ambayo wanakera walimu katika JSS na pia vile vile wazazi na wataalam kwa ujumla. Hapa studioni tumebahatika kuwa na wageni wetu ambao watatusaidia katika mada hii ambayo tutakuwa tunaizungumzia. Tuko naye Daktari Emmanuel Manyasa, mtaalamu wa masuala ya elimu, karibu sana, na mkurugenzi vile vile katika shirika ambalo analisimamia. Pia tuko naye dada yetu, tutakuwa tunazungumza naye mengi sana, nimemtaja hapo awali, na pia mwalimu Steven. Karibu sana katika studio zetu na asante sana kwa muda huu. Bila shaka nafikiri tutakuwa na wepesi wa kuzungumza kwa sababu ya shughuli nyingine ambayo tutakuwa tunaiangazia. Lakini kitu cha kwanza, nianzie kwenye JSS. Mko chini ya chama ambacho kinaitwa KUPPET, kwa walimu ambao wako katika shule za upili. KUPPET imeeleza kwamba kwa sasa hivi kuna matatizo ambao bado walimu wa JSS wanakumbana nao ama katika shule. Moja ikiwa ni kuwepo kukosekana kwa rasilimali, materials, na pia vile vile maabara ama ukipenda labs. Wanadai kwamba majukumu ni mengi na malipo wanayopata ni kidogo. Ukosefu wa mafunzo ambao umepata haswa katika mtaala huu mpya wa CBE, muundo msingi duni katika baadhi ya shule, kutokuwepo kwa madarasa. Hivi sasa tunazungumzia shule ambazo zimepokea watoto ambao wako gredi ya 10. Kulikuwa na hatihati kuhusiana na muundo msingi. Tueleze uhalisia wa mambo hasa kutokea sehemu kama Nandi ambapo unatokea. Basi asante sana Bwana Nimrod. Naam, karibu. Mimi naitwa Steven Kipkoech Lagat, mwalimu kutoka Kaliet Junior School, Nandi County. JSS ni sehemu ambayo imepata changamoto nyingi sana katika elimu. Tunapozungumzia wakati huu ni kwamba vile umesema ni kwamba madarasa pale kama vile mahabara katika shule yangu kwa mfano halina lile mahabara. Wanafunzi wale, unajua tunapozungumzia kuhusu CBE inahitaji kuwa yule mwanafunzi kuchangia sehemu kubwa sana katika masomo. Lakini tunapozungumza sasa, wale wanafunzi ambao wametokea kwa zile shule za public institutions, mahabara hayapo pale. Wamepitia kwa mitihani yao bila kufanya practicals. So tunapata kwamba hawa wanafunzi hawako competent. Sasa inakuwaje kama mwalimu? Kuna ugumu gani unaopata kama mwalimu pamoja na wenzako? Mimi sasa wakati unapofundisha na unajua kwamba hakuna maabara na ile hali kuna mtihani ambao utatokea kutokea kwenye masomo ambao lazima mwanafunzi apitie kwenye maabara? Bwana Nimrod, mwalimu anapofundisha pale darasani, anapokosa materials, zile vyombo vya kutumia kama vile mahabara, practical ile ya kwa mwanafunzi inakuwa vigumu sana kuelewa. Anapata tu the theory part, lakini kupata ile kazi ambayo inatakana kwamba kama ni kufanya titration using those kutumia vile vyombo vya mahabara, hawajaweza kuguzana navyo. Hata saa hizi wakienda grade 10, grade ya 10, wanafunzi hao hawako, ni wale tu ambao wako kwa zile shule za kibinafsi ambao wamepata ile nafasi vizuri. Hivyo ndio sababu nilikuwa nazungumzia mambo ya ile shule za JSS kujisimamia, autonomy. Inapojisimamia utapata kwamba yule ambaye atasimamia pale atakapopewa ile nafasi ataweza kupanga mikakati na kuweka vile, kujenga mahabara na kununua vile vyombo vya mahabara na kuweka yule mwalimu kufundisha vizuri pale. Umerukia pale ambapo nitaelekea baadaye, nitakuja kwa hilo swala. Dadangu Emily, unapomsikia mwalimu ambaye umemkabidhi mwanafunzi wako akisema kwamba kuna shule ambao haina maabara, na si Nandi peke yake, kuna shule nyingine pengine katika maeneo tofauti, inakupa tumbo joto, inakutia wasiwasi kama mzazi? Huyu mwanafunzi anaandaliwa kivipi? Asante Nimrod. Kwa kweli inanipa tumbo joto kwa sababu unaona huyu mtoto kuna msingi ambao anaukosa
pale JSS pindi tu anapoingia hapa, tuwazungumzia juu ya darasa la grade la 7, 8 na 9 hadi atakapoelekea la 10. Si unaona hapa atakuwa amekosa mengi. Muda atakapofika pale grade la 10, sasa ni kama yani ni kama yeye peke yake ndio mgeni Jerusalem, haelewi aanzie wapi, aelekee wapi, atakuwa amekosa mengi. Ingekuwa yani twasi hasa serikali iweze kusaidia hizi shule, iwapatie angalau fedha kiasi, waanzishe tu hata kama ni machache ama madogo hivi ya kuanzia, ndio huyu mtoto angalau apate msingi asije akafike kula ashtuke. Asante. Daktari Manyasa, hili ni swala ambalo tumekukaribisha, umelizungumzia mara nyingi, si katika vipindi hivi vya Kiswahili, vya Kiingereza na kadhalika. Je, inakushangaza kwamba tuko katika hali kama hii ambapo walimu bado wanazungumzia changamoto ambazo sasa hivi zingekuwa zimeondolewa? Huu ni mtaala ambao si kwamba umeanza kufikiriwa jana ama juzi, ni mtaala ambao wataalam kama nyie waliketi wakaupiga msasa na kadhalika. Kwa hivyo kulikuwa na vitu katika muundo msingi vilihitajika. Kwa nini tuko katika hali kama hii? Shukran Nimrod. Naam. Tuko hapa kwa sababu kila jambo zuri lazima lipangwe. Naam. Jambo ambalo hutendeka bila kupangwa ni ile kuoza. Ukiacha kitu hapa kinaoza, hakihitaji mpango kuoza. Lakini kila jambo zuri lazima lipangwe. Hatukupanga kutekeleza mfumo huu, tulijikuta tu tunatekeleza. Na kujikuta tunatekeleza ilimaanisha kwamba sasa kila hatua tutaipiga kama vipofu. Tunaifikia ndio tunaanza kukumbana na changamoto zake. Ingekuwa vyema kama tungetizama mbele mapema, tuweze kuratibu mipango yetu ya kutekeleza, tuweze kupanga gharama, tujue kiwango hiki kitahitaji gharama hii, tujiulize kama tuko na hizo fedha. Kama hatuna, tujiulize kule tutatoa fedha za kujaza mapengo ambayo tumeyaona. Niseme kwa mfano, wacha turudie swala ambalo mwalimu ameliibua la walimu shule hazina maabara. Ni ukweli tulifanya utafiti mwaka wa 22 na 24 niseme mwezi wa 10, tukakuta kwamba 35% ya shule za junior hazikuwa na mwalimu wa STEM. Kwa hiyo hizo shule zimepata mwalimu wa STEM mwaka jana Januari, wakati watoto wanaenda grade ya 9. Kuniambia kwamba mtoto ambaye hakuwa na mwalimu wa STEM grade 7 na 8 alafu amepata mwalimu grade 9 kwamba amefuzu kufanya STEM sasa, nafikiri hatuambia ni ukweli. Ni kumaanisha kwamba amepoteza miaka miwili. Amepoteza miaka miwili, kisha tunataka kumpeleka kwenye pathway ya STEM sasa na hana msingi. Kwanza hakuwa na mwalimu, wakati alipata mwalimu hiyo shule haikuwa na maabara. Amejifunza nini kwenye mwaka mmoja wakati mtaala ulitengwa ajifunze kwa miaka 3 ili kupata msingi wa kufanya ile kosa atakayoifanya mbeleni? Hilo ni swali la kwanza. Swali la pili, hao walimu wa junior waliajiriwa kama intern. Wengi wao walikuwa wamefuzu kutoka kwenye vyuo vikuu, wakakaa nje miaka 4, 5, 6 bila kazi. Muda huo wengi walikuwa wanajishughulisha na mambo mengine tofauti ili kutafuta mbinu ya kujikimu. Unamwajiri kama intern, anaenda kwenye shule ambako yeye ndio sasa senior most kwenye idara yake. Hana mtu wa kumfanyia mentorship. Amekuja pale kwa miaka 5 hajakuwa practice ualimu ama miaka 6. Inamchukua muda kuingia kwenye ile ratiba ya kuwa mwalimu kwanza kufundisha. Kwa hiyo hatukuandaa hawa watoto vizuri, tuliwakosea. Silaumu serikali ya sasa. Serikali ya sasa iliridhi mchanganyiko huu, sababu tulikuwa tumeongea tukawaambia waliokuweko mbeleni kwamba pangeni
jinsi ya kutekeleza mtaala huu, wakawa na mbio sana, wasema lazima itekeleze sasa, kama si sasa ni sasa hivi. Walituanzisha vibaya, walituanzisha tukiwa hatuna kile tunaita budgeted costed implementation plan. So changamoto ndio hizo. Bila shaka kuna vile unavyozungumza ni kwamba kuna sehemu fulani ambapo mtu anatelekeza majukumu yake. Nafikiri tutakuja tuzungumzie masuala hayo. Mwalimu, umemsikia mtaalamu wetu Daktari akizungumzia masuala haya ambayo yanawakera. Ndivyo. Yapi zaidi ya msingi ambayo yanawakera ambao mkao mkililia? Kwa sababu kwa sasa hivi mnasema kwamba mnataka mjitenge. Muweze kusimamia shule kadhalika. Hebu nieleze kitu gani haswa kinawakera nyinyi kama wazazi? Bwana Nimrod, pale katika shule za sekondari msingi ninapozungumzia mambo ya kujisimamia pale kuna mambo mengi pale. Kuna mambo kama vile michezo. Tunapozungumzia michezo, Bwana Nimrod, ni kwamba michezo pale inafanywa kivyao. Curriculum ya JSS pia inafanywa kivyake, haishikani na yale sehemu zingine. Kuna pia mambo ya examination, mitihani inafanywa kivyake na haishikani na zile za shule za msingi pale. Hii ya JSS inaenda tu kivyake because hiyo structure yake iko kivyake. Na unapata kwamba mitihani ya hao watoto wanapowatayarishia haitimu malengo yao. Steven, tarejea kwako. Kama nilivyoarifu hapo awali watazamaji, ni kwamba kuna matukio ya moja kwa moja ambayo tutakuwa tunafuatilia, alafu baadaye tuweze kupata muda pia kuzungumzia masuala haya, elimu njia panda. Mwalimu, nitakupa nafasi tena kufafanua, na vile vile Daktari Manyasa tukiwa na muda.